mimi naamini kabisa hakuna kazi rahisi kama ujenzi wa barabara. Sahihi kabisa. Kwa sababu ujenzi wa barabara is about earth move. Yes. Ni kuhamisha tu. Sawa. Lakini kwa nini tunatumia kama makampuni ya nje? Kwa sababu kuna contracts ambazo ziko chini ya bilioni 50. Bado ukicheki TANROADS, sema TARURA, unakuta ni makampuni ya Wachina. Ukiacha miradi mikubwa ambayo ni bilioni 50. Why? Kwa sababu tu ya preference kwa urahisi. Hapo tusaidie, wewe ni mtaalamu. Yaani kwa nini tunawapatia bila sema ni wa China? Yes. Miradi mikubwa kama hii. Miradi ambayo iko chini ya bilioni 50. Changamoto iliyopo ni financial problem kwa upande wa upande wa wakandarasi wa ndani. Unakuta miradi kama hii hawezi kutekeleza ndani ya muda mrefu bila kufanyaje. Endelea sasa hivi hapa uwekaji wa tabaka ambao unakuta wakandarasi wa nje ambao tunasema ni base cost rate. Hela zinapochelewa ana uwezo wa kufanya anaweza kufanya kazi ndani ya muda mrefu bila kupewa malipo. Kwa changamoto inayokuja wakandarasi wa ndani kama anaweza akacheleweshwa malipo ndani ya muda mfupi, kazi zikaanza kusuasua. Ndio inakuwa ni changamoto kubwa hiyo. Vifaa vipi? Kishwa vifaa. Kwa mfano nilikuwa naangalia ule mtambo wa kutengeneza mwaga siarara pale. Mitambo kama ile kwa kampuni za wazao wanayo asilimia kubwa hawana. Huwa wanatumia wanatumia grader. Nao pia ni changamoto kwenye issue ya mitambo. Ndio nimeuliza ule mtambo kawaida tu. Kwa maana leo tunazungumzia compactor kama hivi. Compactor kama hivi inafika hata milioni 600. Kwenye bei za vifaa kikweli. Yani ni hela ambayo kwa mradi wa bilioni 50 they can easily afford. Kwa hiyo inatakiwa maengineer nyinyi mtusaidie. Sasa vivyo na watu wa procurement. Serikali inasema pesa ipo. Ni prioritization. Kama tukiweza tukasema miradi ya ujenzi wa barabara, serikali kwa kufanya kazi na taasisi ambazo tunafanya ujenzi, tukawalipa on time na uhakika inawezekana. Lakini niyo mindset tu kwamba of course sasa hivi unajua technological transfer ni kubwa. Ukizungumzia miaka 30 iliyopita sawa. Lakini katika kipindi cha miaka kama 30 ambapo tulikuwa tukifanya kazi na hizi kampuni kubwa, hata nyie mmejifunza sasa hivi. Sahihi. Kwa tayari sasa hivi mna uwezo mnao. Na nyie ndo mnakuwa katika evaluation committee. Wewe umeshakuwa member wa evaluation committee? Au uje waga PE wanawatoa wazao kwenye vigezo. Wanaweka vigezo ambao wanajua kama hivyo wanavyosema vya financial. Okay. Kwa wanatoaga hapo. Nafikiri unafahamu hapo. Unajua kwa wakiweka turnover fulani unajua kikaa pamoja hii swali inawezekana. Kwa sababu uzuri ukisikia the tone at the top ni kusupport local. Na sio kwa maneno tu. Yes. Lipo kisheria. Sasa nyinyi wataalamu inabidi ndio yani mtuongoze. Vitu ambavyo ni very technical sawa mtatuambia, lakini ambavyo ni vya kawaida semeni tunaweza kwa sababu mabenki yamefunguka. CRDB ni CRDB au benki gani imetoa ile bond ya masuala ya infrastructure? Nani TCBX? Ile Samia bond. Infrastructure. Ya CRDB. Nani ya CRDB? Sawa Ina maana tayari wanafungua milango ya wakandarasi kwenda kukopa. BOT juzi hapa amekuja na product ambayo itakuwa ina guarantee local companies. Na product nyingi zinakuja. Kwa sasa ni wakati wa makampuni ya wazawa kuchangamkia hizo fursa. Lakini hayo yote yatawezekana, mimi naamini nyinyi wasimamizi wa miradi ambao mnashiriki katika evaluation ya miradi kusema inawezekana. Ikiwa miradi complicated mikubwa sawa, lakini miradi ya kawaida tunaweza. Na kweli mpata nafasi ya kusimamia, be critical. Sema bwana hapana, hii barabara inatakiwa iwe ya kiwango fulani. Tukiwasimamia vizuri, kwa sababu tazama kile kipande ambacho amefanya nani? Kafanya nani yule pale Estim. Pale kulikuwa na diversion pale ile Kibaigwa. Mwishoona ile barabara. Kazi nzuri kabisa. Quality nzuri kabisa. Alifanya vile vile kipande cha Kimara mpaka Kibaha. Kwa hiyo mnaweza local companies. Sawa jamani yani tutoeni kimasomaso. Sawa. Ili tukiona hapa, kwa sababu uzuri wa kampuni za wazawa zikifanya kazi, fedha inabaki chini.